Kamwene. Naam, nichukue fursa hii kutoa taarifa kwa vyombo vya habari na wananchi wote wa mkoa wetu wa Iringa juu ya wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii ya mkoa wa Iringa kwa mwaka 2026. Mkoa wa Iringa unaandaa maadhimisho ya wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii ambayo yatafanyika tarehe 2 hadi tarehe 4 Juni 2026 katika viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Na ili kufanikisha jambo hili, ofisi ya mkuu wa mkoa imekiteua chuo kishiriki cha elimu Mkwawa MUSE kuratibu maadhimisho hayo, na ufunguzi wa maadhimisho hayo utafanyika siku ya tarehe 2 Juni 2026 katika viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, maadhimisho haya yamebebwa na kauli mbiu isemayo Harnessing Tanzania's Minerals Wealth for Renewable Energy, Digital Transformation and Social Security, yaani kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidijitali na usalama wa kijamii. Kauli mbiu hii imeenda sambamba na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 pamoja na maono ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuhimiza matumizi ya sayansi, teknolojia, ubunifu na ushirikiano wa taasisi mbalimbali kama nguzo muhimu za maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii. Hivyo tunatoa wito kwa taasisi zote za umma na binafsi na wadau wa maendeleo wote kujumuika nasi katika jambo hili kubwa ambalo linakwenda kuchagiza sekta zote katika eneo la ubunifu, utafiti na wananchi kwa ujumla kwenda kunufaika na maadhimisho haya. Maadhimisho haya yatakuwa na tija zaidi kwa ushirikishwaji wa wananchi katika utendaji wake. Kwanza, ushirikishwaji mkubwa wa wadau kutoka sekta mbalimbali za serikali na zisizo za serikali, lakini kutakuwa na utoaji wa huduma mbalimbali bure kwa wananchi wote watakapofika kwenye maadhimisho haya pale katika eneo tulilolitenga. Lakini pia wananchi watapata fursa ya kupima afya zao, kupata ushauri wa masuala mbalimbali ya kisaikolojia na biashara, upimaji wa usikivu ili kujua kiwango cha usikivu na kupata ushauri, lakini pia uchangiaji wa damu na mambo mengine kama hayo ambao kwa ujumla yatakuwa na tija na faida kwa kila mmoja wetu. Hivyo nitumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote katika maadhimisho haya, ikiwa ni sehemu ya kuwa na faida ya vyuo vikuu katika mkoa wetu. Kama tunavyofahamu kwamba uwepo wa vyuo vikuu kwenye mkoa wa Iringa ni sehemu ya msingi katika kusaidia umma juu ya tafiti zinazofanyika, masuala ya kitaaluma yanayofanyika, lakini pia kuwa na sura mpya ya mambo katika wigo wa kitaalamu na kiteknolojia. Ulimwengu wa sasa ni wa teknolojia, ulimwengu wa sasa ni wa utafiti, ulimwengu wa sasa ni wa ubunifu. Kupitia maadhimisho haya ambayo yatafanyika kwenye mkoa wa Iringa, wananchi watapata nafasi ya kusikia tafiti mbalimbali zilizofanyika na tija ya tafiti hizo na faida zake katika jamii. Na mtapata fursa ya kukutana na watafiti mbalimbali, tafiti walizozifanya na kazi wanaoitenda sasa kutokana na tafiti hizo ambazo zimetokea. Lakini mwisho, mtapata nafasi ya kuona miradi mbalimbali ambayo ni matunda ya utafiti uliofanywa na wataalamu wetu ndani ya vyuo vikuu ikiwemo chuo chetu kishiriki cha MUSE. Hivyo nitumie fursa hii kuwakaribisha na kuwatangazia umma kuhusu maadhimisho haya makubwa yanayoleta juhudi za pamoja kwenye mkoa wetu wa Iringa na kuwasihi wananchi wote wa Iringa na mikoa ya jirani kuweza kushiriki. Pia ni waombe wadau wote muhimu kujitokeza kushiriki kwa kuonesha bidhaa ama huduma zao. Ili kushiriki ni muhimu wakawasiliana na chuo kikuu cha Mkwawa mapema ili kurahisisha utaratibu wa namna bora ya kushiriki katika maadhimisho haya. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, naomba nichukue fursa hii kwa niaba ya serikali kuwakaribisheni katika wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii ambao tunatarajia kuianza siku ya tarehe 2 Juni mpaka tarehe 4 Juni katika viwanja vya bustani ya Iringa. Wiki hii ni mwendelezo wa faida ya kuwa na vyuo vikuu katika mkoa wetu. Tutapata nafasi ya kuona tafiti mbalimbali zilizofanyika, bunifu mbalimbali zilizofanyika na tija ya uwepo wa vyuo vikuu katika mkoa wetu wa Iringa. Kupitia chuo kikuu kishiriki cha MUSE tutapata nafasi ya kukutana na watafiti na kushuhudia tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika na faida yake kwenye jamii. Mimi na wewe ni sehemu ya watu ambao tunahitaji tafiti na ni sehemu ya watu ambao maisha yetu, ajira zetu na huduma zetu zinategemea zaidi mageuzi ya kibunifu. Kwa vijana, kina mama, wazee, wadau wa sekta binafsi na sekta ya umma, wote tunawakaribisha katika wiki ya utafiti na ubunifu ili tuweze kuona mageuzi makubwa yanayofanywa na wataalamu wetu katika vyuo mbalimbali kikiwemo chuo kishiriki cha MUSE katika kusogeza mbele huduma na maendeleo ya nchi yetu. Mimi pamoja na wananchi wengine tumejipanga kikamilifu kushiriki, na hivyo tunawahamasisha na nyinyi mlioko mbali na mlioko karibu kuja kuishuhudia wiki ya utafiti na ubunifu mkoa wa Iringa, ambayo itakuja kuonyesha taswira ya mwelekeo wa tafiti na mageuzi ya ulimwengu kupitia tafiti kupitia mkoa wetu wa Iringa. Karibuni sana, tuko tayari kwa ajili ya kuungana nanyi. Naitwa Selina Mkimbili, mkurugenzi wa utafiti na ubunifu chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Wamefanya utafiti na kugundua kwamba ulanzi unaweza ukaleta mazao mbalimbali ambayo yanatatua matatizo ya jamii, kwa mfano spirit na bioethanol. Kwa hiyo tunategemea kuwa na wawekezaji, tunategemea kuwa na wadau mbalimbali wakiwemo wananchi wanaofanya biashara ya ulanzi ili wafanye mashirikiano na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa.
Pia tuna tafiti zinazohusiana na kilimo cha uyoga, ambapo watafiti wetu wamefanya utafiti kugundua namna ambavyo tunaweza tukalima uyoga kwa namna endelevu ambayo itaboresha afya ya walaji na itaongeza kipato kwa wananchi na watu wote wa Iringa. Tuna miradi mbalimbali itakayoonyeshwa pia na wanafunzi wetu, miradi zaidi ya 25 katika tafiti hizo. Pia katika maeneo hayo kwa sababu tunataka tufanye tafiti ambazo zinatija kwenye jamii. Kwa mfano, Iringa kuna wakulima wa nyanya, wakulima wa mahindi, wakulima wa mboga. Tuna tafiti ambazo zinaleta ufanisi ambao watafiti wameshafanya utafiti wao maabara na kuja na mbinu mbadala ambazo zitawezesha wakulima waweze kulima na kupata mazao kwa ufanisi, kuzuia wadudu waharibifu na pia mazao ambayo yataweza kuhimili changamoto mbalimbali za kimazingira. Kwa hiyo tumeona hili ni eneo la muhimu kwa sababu Iringa ni mojawapo ya maeneo ambayo yanajihusisha na kilimo, na pia tumeona ulanzi katika maeneo yetu ya Iringa unapatikana na ni wa msimu, na wakati huo unakuwa mwingi na kiwango chake kinakuwa kidogo, yani tija kwa wananchi inakuwa ni kidogo kwa sababu bei yake ni kidogo sana. Lakini tunapofanya utafiti kuboresha zao hili la ulanzi utaleta tija, wale watu wanaovuna ulanzi watapata ajira, ulanzi utaleta tija kwa wananchi, na pia bidhaa mbalimbali zinazotumika kama hospitalini, mfano vitu kama spirit by ethanol vitatengenezwa kwa kutumia ulanzi. Kwa hiyo gharama hizo zitapungua, badala ya kuagiza vitu kutoka nje ambavyo vinatengenezwa kwa kemikali, tutakuwa na vitu ambavyo vimetoka katika mazingira yetu, vimeboreshwa na watafiti wetu wa Tanzania katika mkoa wetu wa Iringa na kuleta tija kwa taifa letu. Wamegundua namna ambavyo tunaweza tukalima uyoga ambao ni zao ambalo litaleta afya kwa watumiaji. Kwa hiyo uyoga utatumika kwa namna mbalimbali, sio tu kwa namna ya kama chakula tu kwenye supu na nini. Uyoga unaweza kutumika kutengeneza mikate, uyoga unaweza kutumika kwenye chai, uyoga unaweza kutumika kama dawa na vitu mbalimbali. Kwa hiyo mfano Iringa huko kuna uyoga pia unapatikana wa asili ambao unapatikana kwa msimu. Watu wanakausha kwa namna ambayo ni ya asili na kutumia wakati wote, lakini kwa namna ya utafiti ambao tunafanya sisi Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, uyoga ule utaboreshwa zaidi, ambapo mwaka mzima uyoga utakuwa unaweza kutumika na kupatikana, kwamba ule uyoga utaandaliwa kwa namna ya kisasa ili kuwezesha sio tu kutumika kwa namna moja, bali utatumika kwa nyanja mbalimbali, kwenye vyakula, kwenye mikate, kwenye chai na viungo mbalimbali. Kwa hiyo tunategemea kwamba utakuwa muhimu zaidi. Kwa wauzaji wa uyoga, kwanza watapata soko kwanza na watapata elimu. Tunategemea kuwa na elimu kwa ajili ya wazalishaji wa uyoga, kuona namna bora ya kulima uyoga kwa tija na kuweza kulima uyoga sio tu kwa kipindi fulani, yani badala hata ule uyoga wa asili ukapatikana mwaka mzima. Kwa hiyo watapata mafunzo namna bora ya kulima uyoga na matumizi bora ya uyoga, na wataweza katika kuchangamana katika maonyesho yao, wanaweza pia wakapata masoko zaidi. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya kids daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari 3 zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi, yani PSLE, shule zimekuwa
zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo, yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school. Mpenzi wangu, hapa Clock Tower Cafe kuna harufu tamu sana. Tuanze basi na breakfast. Kabisa, kalmati na chai ya maziwa au chapati na maharage, chaguo ni nyingi ise. Kwanza kabisa, vegetable bite zao, andazi, donut, kachori, bagia na mihogo. Bei zake ni rafiki sana. Na kwa walio kula mboga, nani vegetable bites ziko pia, beef samosa, kebab, egg chop na sausage roll. Pia kuna salad fresh, chicken salad pia. Na tukitaka kitu kizito kidogo, burger au sandwich zipo, beef burger, chicken burger na shawarma bread. Oi baby, unafahamu kuhusu pizza wewe? Ipo chicken, beef na sausage pizza. Kweli kabisa, Clock Tower Cafe si chakula tu, ni mahali pa kufurahia pamoja. Kwa ladha bora, bei nzuri na huduma ya uhakika. Umeshakula chipsi vuruga, tikisa, visinia kuanzia mtu mmoja na zaidi, supu ya kuku wa kienyeji, supu ya ng'ombe, mbuzi na samaki, pamoja na kuku wa tandori, lemon na wa kienyeji. Hakika wamejipanga. Mishikaki ya kuku wa tandori, filigisi, sausage na maini ni tamu sana. Ukiongeza biriani, pilau kuku, pilau samaki na beef fry. Hakika wamejipanga. Kuhusu ugali, wali, ndizi au mtori, hapa ni kawaida yetu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Niliponja wali na kuku. Ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa. Tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri, uwapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762173293. Hope Fast Food Igumbilo, Iringa. Furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu.
Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu.